Kwa hivyo kama una fedha zako kwenye account dola ya Marekani, iko kwenye account, sio kosa kumiliki account ya dola ya Marekani. Sawa. Lakini tulikuwa nakuja hapo. Sio kosa. Lakini pale ambapo unataka kufanya muamala. Kumbuka sio kosa kuwa na account yako ya dola, lakini unapotaka kuitumia kufanya muamala, pale ambapo ni lazima uibadilishe, ulete kwenye fedha ya Tanzania na kuweza kufanya transaction. Lakini miamala unaoifanya kati yako wewe na mtu mwingine ambaye yuko nje ya uchumi huu wa Tanzania, unaweza kuyafanya kwa fedha za kigeni. Kwa mfano, Salma unauza bidhaa zako nje ya nchi. Ndio. Utapokea fedha yako kwa dola au fedha hiyo ambayo mtakuwa mmekubaliana kufanya. Kama unatoa huduma kwa mtu ambaye yuko nje ya mipaka ya Tanzania, utalipa kwa fedha ya kigeni. Sio kabisa. Lakini pia kama unanunua bidhaa kutoka nje ya Tanzania au huduma unaipokea kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, lazimika kutafuta dola na kulipa dola ya Marekani. Hayo yanakuwa sio kosa. Kwa mfano kama yule anataka kuagizia gari. Sahihi kabisa. Huduma na bidhaa ambazo zinafanyika au miamala inayofanyika kati ya mtu aliyo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania inaendelea kufanyika kwa fedha za kigeni. Lakini unapovuka mpaka na kuingia kwenye uchumi wa Tanzania, ndani ya mipaka hii ya uchumi wa Tanzania, transactions au miamala yote inayofanyika humu ndani, ndio hii tunasema ni lazima ifanyike kwa fedha ya Tanzania. Na endapo utafanya tofauti, basi utakuwa umetenda kosa. Good morning. Habari za asubuhi.